Niko na Sikitu kwenye usiku wa mkali wenu hapa Mikasa Lounge Tabata. Naamua kuzungumza naye mawili matatu kabla hajaenda kumpongeza mkali wenu na kumpa zawadi ya mahela ambayo ameleta. Mambo vipi? Shwari. Uko poa? Naendeleaje? Naendelea vizuri. Hivi birthday yako imeisha ni mwezi gani? Wa 5. Ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 15. Okay. Leo ni birthday ya mkali wenu na umeona uje kumshow love. Siku ya birthday yako alikuja? Hajakuja. Kwa nini hakuja siku? Hajakuja kwa sababu hawajakuepo hapa da. Alikuwa hayupo. Yeah, alikuwa hayupo. Okay. Juzi kama si jana naona kwenye Instagram yako ulichapisha video ukizungumzia masuala ya wewe ni Mtanzania, sijui nini na nini. Hebu ilikuwaje tuambie? Ile ni content. Ile ni content. Ulikuwa unazungumzaje? Sikuzungumza kuhusu mimi ni Tanzania. Wewe watu wanasema wewe Sikitu sio Mtanzania, wengine wananiita mimi Mrundi, wengine wananiita sijui nini. Sasa nikawa nataka ile swala niliweke sawa. Wengine wanasema wewe Mrundi. Yaani wanasema makabila tofauti. Yes. Yaani kutokana na jinsi ambavyo nimefanana. Ndio ukawa unawaambia kwamba wewe kweli ni Mtanzania. Nilikuwa nawaambia kwamba mimi ni Mtanzania. Okay. Kwenye birthday yako tulisubiri sana kuona ukimtambulisha mpenzi wako, lakini hilo halikufanyika. Kwa nini? Sina mpenzi. Ndio maana ukutambulisha mpenzi kwa sababu huna mpenzi. Sijatambulisha mpenzi kwa sababu sijakuwa na mpenzi. Unasubiri nini kuwa na mpenzi? Sisubiri kitu, nasubiri baraka za Mwenyezi Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu unamaanisha nini? Akiniletea mpenzi. Wewe utongozwa? Utongozwa? Natongozwa. Unatongozwa. Sasa kwa nini una mpenzi wakati unatongozwa? Natongozwa. Sasa mira bwana, wewe sikia ngombe, mimi sina mpenzi basi. Wewe sasa hivi una mpenzi? Yeah. Swali ni kwa nini mwanamke mrembo mzuri kama wewe mpenzi huna? Jamani, kwani kila aliyekuwa mrembo mpaka na mpenzi? Mimi naona bila kuuliza hili swali lakini. Sasa hili ni swali ambalo si mimi tu nakuuliza. Ni watu wengi sana wanajiuliza. Sikitu ni mtu mwenye mashabiki wengi. Wanaposikia kwamba mrembo wao yuko single, mashabiki zako wengine wanachanganyikiwa. Yaani mpaka nianze kulia ndio furahie, si ndio? Yaani mpaka nianze kulia ndio furahie, si ndio? Kwani kuwa na mpenzi ni kulia maana? Sasa wewe ulishawahi kulizwa na mapenzi labda? Sijawahi. Sasa wewe ulijuaje kwamba kuwa na mpenzi ni kulia? Yaani unajua mimi nakwambia kila siku sina mpenzi mimi, no. So kwanza kuniuliza hili swali, kila siku nakwambia mimi sina mpenzi. Alafu unanilazimisha mimi ni Wow. Siku ya birthday yako Clamo alikuja? Hajakuja. Kwa nini Clamo hakuja siku? Ile siku mke wake alikuwa anaumwa. Mke wake alikuwa anaumwa? Kwani Clamo nyumbani kwake hana wafanyakazi? Kwani mfanyakazi ana nafasi gani kwenye kwa mke wa mtu? Alikuwa serious sana kwamba? Hapana. Yaani mke wake alikuwa anaumwa serious sana. Maana inatafakarisha kwamba bosi wako siku ya birthday yako, siku yako kubwa asitokee. Tukaanza kuona story mitandaoni, romance nyingi, labda wamezinguana, labda mke wake kamkataza asiende. Hatuwezi kuzinguana mimi na Clamo kwa sababu kwanza kabisa ananiamini, siwezi kumletea dharau. Namba 2, tunaheshimiana sana. Yeah. Kwa hiyo yeye kutokuja kwenye birthday yangu hajakuwa tu sawa. Angekuwa sawa angekuja. Sio kama labda ni kwa sababu ya jeuri au kwa sababu hatuko sawa, hapana. Okay, yawezekana hakuja lakini alitoa zawadi. Alikupa zawadi gani kwenye birthday yako Clamo? Nitaje zawadi alonipa? Zawadi ujue. Zawadi ni kitu cha siri. Zawadi ni siri? Zawadi? Tena ya birthday kwaje siri? Hebu ongea ukweli. Alikupa zawadi gani? Okay. Alinichongea picha. Namba 1. Namba 2 alinipa hela. Alikupa na hela? Alinitumia hela ya voucher. Okay. Picha alokuchongea umeiweka wapi? Nani? Picha alokuchongea Clamo umeiweka wapi? Ndani kwako. Mwangu wewe. Chumbani sebuleni? Nimeweka sebuleni. Na alikutumia shilingi ngapi ya voucher?
Ilikuwa 700,000. 700,000? We Clamvevo 700,000 alikutumia Clamvevo ya vocha? Kweli? Hivi wewe na Grace Vevo huwa ni mapacha au ni ndugu? Kwa sababu wewe ni urafiki tu? Kwani unauliza hivyo? Nauliza ili nijue wewe na Grace ni marafiki waloshibana, ni ndugu au hamna urafiki wote? Ni mfanyakazi mwenzangu. Hamna urafiki? Ni mfanyakazi mwenzangu. Hamna urafiki lakini. Ni mfanyakazi mwenzangu Grace. Ndio, mnaweza kuwa mnafanya kazi lakini mkawa marafiki au si marafiki? Ndio ninachotaka kujua. Grace ni rafiki yako au si rafiki yako? Ni mfanyakazi mwenzangu. Ni mfanyakazi mwenzangu. Yes. Si ndio? Hivi huwa unazisikiliza baadhi ya interviews za mfanyakazi mwenzako? Na siku kidogo sijaingia mtandaoni kuperuzi, kwa hiyo sijawahi kusikia. Penzi jipya limekukeep busy, uingie mtandaoni si? Hamna, tuko busy na kazi, tunashuti. Grace familia yake unaijua vizuri? Hapana. Unajua vizuri. Ukiambiwa utaje tabia moja mbovu ya Grace Vevo, utataja tabia gani? Tabia uzuri. Uzuri? Mzuri sana, ni mzuri sana. Uzuri? Ni mzuri sana. Grace ni mzuri zaidi yako? Zaidi yangu? Grace ni mzuri kwa nafasi yake, mimi naye ni mzuri kwa nafasi yangu. Wewe ni mzuri kwa nafasi gani? Nafasi hii. Ipi? Hii. Yeye ni mzuri kwa nafasi ipi? Kwa nafasi yake. Okay. Kuna stori za kwamba mmewahi kugombania bwana, ni kweli? Bwana? Bwana gani? Kuna mtu aliniandikia DM akaniambia, hivi unajua huyu binti huyu Grace na huyu Sikitu wamewahi kuwa na ugomvi? Nikasema mbona mimi sijawahi kuisikia. Grace au yupi? Grace Vevo? Hapana. Hapana. Hamjawahi. Ila mnaongeaga vizuri tu. Okay. Maendeleo ya filamu yenu ya Big Boss kwa sasa hivi unaona inazidi kukua au kuna namna inapoteza? Yanakuwa. Wewe unaonaje? Wewe unaonaje? Nakuuliza wewe ambaye ndo mwenyewe uko. Yanakuwa baby boy. Yanakuwa. Okay. Kwa sasa hivi nikikupa nafasi ya kuchagua kwenda kuigiza nje ya kundi la Clamvevo, kwa makundi ya Bongo unatamani kwenda kundi gani lingine? Kundi? Sasa hivi si mna makundi tofauti, kuna kundi Kombolela, kuna kundi Memkwa, kuna hilo kundi Big Boss, kuna kundi la Chado wana Chado Master na sijui wana filamu yao gani. Basa nirahisishie kitu kimoja. Labda nipe A, B na C. Yani let's say tunaitoa Big Boss ya Clamvevo, tunakuwekea Kombolela, kuna Dunia na kuna Memkwa School. Katika haya makundi matatu wewe utachagua kwenda? Nenda kwa Dunia. Dunia. Basi kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Basi tu ni mtu ambaye tunakubaliana na mkubali. Nakubali. Unatamani kuwepo pale kwenye Dunia siku moja? Ndio. Okay. Ni kweli kwamba ukiweka hisia zako wazi, kuna namna mnagombana na mabosi wenu? Mfano kama hivi ukisema kwamba kuna wakati kama ikitokea nipewe kama hivi nilivyokuuliza hili swali ukasema Dunia, kuna namna labda Clam kama bosi akisikia hii interview inaweza kumuuma hii kauli? Haiwezi kumuuma bwana. Kuna tunasikia hizo story kwamba eti Steve apendi msanii wake azungumzie hata chochote kizuri kuhusu Big Boss, mara sijui Clam hataki mwigizaji wake azungumzie chochote kizuri kuhusu Dunia, wa Dunia hataki chochote kizuri kuhusu Clamvevo. Hii inatokana nini? Yaani yeye bwana, mbona unapenda kuuliza maswali kuhusu watu? Mimi sijui. Lakini wewe bado uko Big Boss sana. Nipo. Mbona kinyonge? Mbona kaa kinyonge? Kama umeshatoka, tuambie tu kweli. Kinyonge sana. Au ushatoka? Sio ubaya kutoka, wewe sema. Kwani nyinyi mbona lazimisha kuongea? Wewe sema hapa. Upo si kitu. Bado uko kwa Clamvevo au umeondoka?
au unapumzika au umepumzika? Kwani nyie kazi mzioni? Kazi tunaziona sasa. Sisi tunazungumzia story ambazo tumepewa recently kwamba hawako sawa, anataka kuondoka. Ndio maana nimekuuliza kwa nini hakuja kwenye birthday yako, lakini umesema kwamba hakuja, ile alinisupport, alinitumia pesa, akanipa na picha. Yaani nyinyi mmeambiwa kwamba mimi na Krama tuko sawa? Kuna story hizo tunazisikia kwamba hawapo sawa na hivi karibuni yule anaondoka. Basi fanya hivi kitu Mino. Fanya kitu kimoja. Huyo mtu ambaye subiri kwanza. Huyo mtu ambaye anakuambia mimi nimetoka kwa Krama, yeye ndo ametoka. Okay. Yeye ndo ametoka. Lakini kuhusu swala la kutoka, hata kama nikitoka, haliwezi kuwa vibaya kama hivyo. Sawa sawa. Yes, kati ya vitu ambavyo mimi nimeambiwa kwamba kwa sasa hivi wewe ni mjamzito, nikasema niulize hiyo mimba yako ina miezi mingapi? Nikasema tuambie kuhusiana na hilo. Yes, mimba yako ina muda gani? Sina mpenzi afu niwe mjamzito? Inawezekana. Watu wamesema kabisa. Hata naonekana. Hapo mbona gani? Nimeanza mazoezi. Mazoezi ya kuongeza tumbo. Kuongeza tumbo kweli. Hapana. Hata mashabiki pia wameona, unaona. Au usijibane. Mama nitoa confidence mjue. Hapana, utamuuliza mtoto. Yes, ina umri gani hiyo mimba? Mino. Yes. Ndio umepanga kuja kuniuliza hayo swali. Bina. Mimi ni unajua sisi tunapenda kazi. Si kitu kweli una mimba? Mimba. Ina umri gani mimba anayo? Ina umri gani na muda gani na miezi mingapi? Mungu wangu wewe. Mimba yako ina miezi mingapi? Nani ya nani? Hauna unayo. Njoo basi kwanza tumalize. Unayo au gani? Bwana mimi sina mimba. Kwa nafanyia hiyo. Hapana, sikufanyia hivyo. Sisi maneno mimba ni baraka. Na nikiwa nayo siwezi kushinda kusema, ila na ninaweza nikaficha pia. Sawa sawa. Ndio hivyo. Sawa, hongera sana. Na ni nani kafanya? Wengine wakasema kwamba bana haya ndio maana kuna ugomvi huo unaendelea chini kwa chini, huenda ni kama watu hawajui. Tuweke wazi, kama mnaweza kuwa mna mahusiano hayo kweli mpaka kupeana mimba au maneno ya waja. Wangu mbona mmemwona sana yule kaka jamani? Kama ni uongo basi sema kwamba watu uongo, ila mimba sio ya kwake, ila mimba ni nani ya fulani. Simtaje. Usibane hivi mikono. Okay, nani sikia sasa. Nataka nione kwenye screen yako umeweka wallpaper picha nani? Yangu. Hiyo ni picha. Picha yangu hiyo. Ndio. Okay. Basi mimi niombe uzungumze chochote na wapenzi wa Big Boss. Bwana. Mimi kwa kweli kwenye hilo ngoja niongee. Kifupi sisi tunahitaji support yenu sana, mashabiki wa Big Boss. Tunahitaji support yenu sana. Na msisite kucomment kitu chochote ambacho mnahisi kiko sawa au hakiko sawa. Yaani kama unahisi kabisa hapa hivi si kitu karibu, bora useme kwamba hapa si kitu, hapo umeharibu. Au Kaniki hapa alifanya vizuri. Hapa Kaniki umeua. Kwa hiyo ni msisite kutoa komenti zenu. Ina maana hapo mtakapotoa komenti zenu ndipo hapo ambapo sisi tunapata kujifunza na kuongeza zaidi. Yes, swali langu la mwisho hapo kwenye Big Boss. Actually zile chati za YouTube nadhani unaziona zilivyotoka, ikaonekana kwamba mmepigwa namba mbali sana, hasa na hawa ambao umewataja kama Baba Asma na wengineo. Hapo mmekuwa kama wanne kama sikosei. Kuna namna yoyote zile chati zinawaumiza kwamba kwa nini tumekuwa huku na nini kama hivyo? Kuna namna mnatamani kuishika ile namba moja pale? Kuna namna inawaumiza kishindani na vitu kama hivyo? Kifupi ndio. Kwa sababu hakuna mtu anayependa kuwa nyuma. Okay? Hakuna mtu ambaye anapenda kuwa nyuma. So unapoona kabisa mtu mwenzako anaposhinda na mna wote mnafanya kitu cha aina moja, kwa namna moja au nyingine lazima uumie. Hilo linaumiza, lakini tunapambana. Na kuna namna mnakaa vikao sasa, mnaanza kujidiscuss wapi tunateleza, wapi tunashinda kuwafikia au kuwazidi na vitu kama hivyo. Hapana, lakini tunajua kwamba sisi bado tuko pale. Yaani hata kama wametuzidi kwa sasa, lakini kuna kipindi ambacho tulikuwa juu. Si ndivyo? Kwa hiyo okay. Sio sana. Sasa mimi nikushukuru kwa muda wako.